Nikualike kwa namna pekee katika tafakari ya siku ya leo. Na somo linasema na iwe nuru. Tazamaji mpendwa, unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, mstari wa kwanza, wa tatu, wa pili, wa tatu na wa nne, uko ujumbe pekee sana ambao nimetamani tupate kutafakari pamoja. Unaposoma Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na hiyo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, nalo giza lilitanda juu ya uso wa maji. Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona ya kuwa nuru ni njema. Mungu akaitenga nuru na giza. Tazamaji mpendwa, mwanzo wa uumbaji tunaambiwa kwamba hakika dunia ilikuwa tupu tena ukiwa, lakini si tu ukiwa na utupu, vile vile giza lilitanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Tazamaji mpendwa, katika maisha, katika nyanzo mbalimbali maisha, iwe ni maisha ya kibiashara, katika masomo, katika ndoa, katika kazi na katika nyanja zote za maisha, yawezekana tumekuwa tukifanya, lakini mianzo hiyo imekuwa imetawaliwa na giza. Yaweza kuwa ni giza katika afya, yaweza kuwa ni giza katika biashara yako, yaweza kuwa ni giza katika kazi yako, yaweza kuwa ni giza katika familia yako, giza katika maarifa yako, naam, giza katika nyumba yako. Lakini leo natamani kuletea habari njema. Mungu katikati ya giza alitamka iwe nuru, ikawa nuru. Yawezekana katika maisha yako pia, pamoja na kwamba umefanya kila uliloweza, umekuwa ukitumia nguvu zako, uwezo wako na maarifa yako kuondoa kila kitu ambacho umekuwa ukiona kwako kana kwamba ni giza. Lakini leo shauku yangu na kiu yangu ni kwamba natamani Mungu alete nuru katika kila unalofanya. Wako naongea na mtu ambaye hakika hata madaktari wamemwambia kwa ugonjwa huu uponi, yeye ameona hakika ni giza, na tena analiona giza la mauti mbele yake. Na kuambia habari njema ni hii: Mungu ni Mungu asiyewezekana. Mungu ni Mungu wa yote ambaye amewashinda wanadamu. Shauku yangu na kiu yangu ni kwamba mwangalie yeye, mtazame yeye aliyeondoa giza akaleta nuru, na kana kwamba haitoshi, pia aliongeza mianga ambayo hiyo inaangaza mchana na usiku. Akaumba jua, akaumba mwezi, akaumba na nyota, kwamba jua litawale mchana, mwezi na nyota litawale usiku. Huyu ndiye ataongeza mianga mingine katika maisha yako. Yaweza kuwa ni katika swala la malezi ya watoto, yaweza kuwa ni katika mustakabali wako wa kiroho. Umefanya kile uliloweza, umefuta Mungu kwa juhudi zako, lakini bado unaona giza. Umekwenda huku na kule ukitafuta tumaini lenye baraka. Lakini mchana wa leo, shauku yangu na kiu yangu kwa mtazamaji na msikilizaji wangu, na kupendekezea wewe pia utakapomwalika Yesu, utakapomwalika Bwana, yeye aliye nuru ya ulimwengu, yeye aliyesema mimi ni nuru ya ulimwengu, atangaza katika kila jambo, atangaza katika kila kitu ambacho kwacho umekuwa ukiona ni giza. Na anasema utakapomwalika yeye aliye nuru ya ulimwengu, huyu ni Yesu Kristo, atabadilisha yote. Ikiwa ni magonjwa, Bwana ataleta nuru ya uponyaji. Ikiwa ni migogoro katika familia, Bwana ataleta nuru ya upendo. Ikiwa ni changamoto katika biashara, Bwana ataleta nuru ya mafanikio na mibaraka katika biashara yako. Ikiwa ni katika kazi, unaonekana mambo yako unafanya hayaendi vizuri, na kupendekezea mwalike Yesu, yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi, yeye ambaye ni mweza wa yote, yeye ambaye atafanikisha. Je, unajua hata Biblia inasema
Twayaweza mambo yote katika yeye nguvu, na atakupa nguvu katika kila kitu ambacho wakati fulani muonekana ni mnyonge, wakati fulani muonekana uwezi, na kwa yeye utaweza yote. Tuombe. Mtazamaji na msikilizaji mpendwa, ni watoto wako Mungu wa mbinguni, wamesikia ujumbe wako, waliokuwa wamekata tamaa, waliokuwa wamevunjika mioyo, waliokuwa wanaona mbele giza, hawaoni nuru tena. Naomba kwa mamlaka ya jina la Yesu, nuru yako ikangaze katika kila jambo lao, ikiwa ni katika afya, ikiwa ni katika familia, ikiwa ni katika kazi, ikiwa ni katika maisha na mustakabali wa mambo ya kiroho. Bwana, nuru yako ikangaze. Yuko mmoja amekata tamaa, amefanya kila aliloweza katika jitihada zake, ameshindwa, lakini mchana wa leo namleta kwako Bwana, kwa jina la Yesu, ukamsaidie, ukampatie neema yote, ukamtendee mapenzi yako, na Roho wako mwema akatawala katika moyo wake. Neema yako yatosha, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Bwana akubariki sana. Kumbuka subscribe channel yetu, andika maoni yako, lakini pia like na kushare jumbe hizi na watu wengine ili pia wabarikiwe. Mungu akubariki sana.